Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Habari za kushtua kwa Samia Suluhu na serikali ya CCM jioni hii. Bunge la Ulaya limechukua hatua kali dhidi ya Samia Suluhu na utawala na serikali yake ya CCM. Bunge hilo la Ulaya jioni hii limeanza kukabiliana na utawala wa Samia Suluhu kwa njia hii nzito. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Mvutano mkali umezuka kati ya bunge la Ulaya pamoja na serikali ya Samia Suluhu Hassan leo. Bunge la Ulaya limeonyesha msimamo mkali dhidi ya mpango wa utoaji msaada mkubwa wa kifedha kwa Tanzania kupitia mfuko wa Global Europe, ukisema hauwezi kuendelea kumfadhili uongozi au utawala unaopunguza uhuru wa vyombo vya siasa na haki za binadamu, wakimaanisha kwamba hawapo tayari kuweza kusaidia msaada wa kifedha kwa utawala wa Samia Suluhu. Simulizi inayopata mvuto inadai kwamba wabunge wengi wa Ulaya wamepiga kura kuzuia ufadhili uliopendekezwa, kuashiria mabadiliko makubwa katika jinsi EU inanuia kushirikiana na serikali zinazoshutumiwa kwa kuzuia uhuru wa kisiasa. Mjadala huo umevuta hisia kubwa na kuja kama pigo kubwa kwa Samia Suluhu, kwani unapendekeza kwamba sehemu za bunge za Ulaya zinaamini kuwa hali ya kisiasa ya sasa ya Tanzania haifikii viwango vya chini vya kidemokrasia vinavyohitajika kwa msaada wa maendeleo bila masharti. Hii inamaanisha kwamba wakati wowote Samia Suluhu atakapojaribu kuchukua mikopo au kuomba msaada wa kifedha kutoka Ulaya hataweza kupatiwa na ataweza kunyimwa msaada huo. Ripoti hiyo iliyoenezwa na David McAllister na kuchapishwa na kituo maarufu cha habari cha Tanzania cha Wananchi Forum, kituo ambacho ni maarufu ambacho kinaendeshwa naye Mange Kimambi, ni kinukuu kama unavyotazama kwenye screen yako. Ripoti hiyo ni kinukuu ilisema hivi: Bunge la Ulaya limepitisha pingamizi rasmi dhidi ya mpango wa Tume ya Ulaya wa kutuma msaada mkubwa wa kifedha kwa utawala wa Tanzania kupitia mfuko wa NDICI Global Europe. Kamati za mambo ya nje na maendeleo za bunge hilo zilipiga kura ya kuzuia utekelezaji wa mpango huo kwa kura 53 za kukubali, yani ndio, na kura 2 tu za hapana na 1 ya kutoshiriki. Uamuzi huo umetajwa kuwa ni ujumbe wa kisiasa unaoonyesha kuwa Umoja wa Ulaya ama Bunge la Ulaya hauwezi kuendelea kutoa fedha kwa misingi ya nyaraka zinazopuuza hali ya ukandamizaji wa kisiasa, uchaguzi usio wa haki na mwenendo wa kiimla wa serikali ya Tanzania. David McAllister, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje, alieleza kuwa nyaraka za utekelezaji wa msaada huo hazijazingatia hali halisi ya haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania. Mpango uliokuwa umependekezwa ungetuma zaidi ya euro milioni 150 kwa Tanzania mwaka 2026 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hata hivyo, bunge la Ulaya limeweka msimamo kuwa misaada ya kimataifa haiwezi kutolewa kwa Samia Suluhu bila uwajibikaji wa kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na mazingira ya uchaguzi huru na wa haki. Hatua hii inaashiria ongezeko la shinikizo la kimataifa kwa serikali ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu kufanya mageuzi ya kisiasa na kuheshimu haki za binadamu. Pia inaibua mjadala mpana kuhusu uwiano kati ya misaada ya maendeleo na misingi ya kidemokrasia katika mahusiano ya kimataifa. Mtazamaji, hiyo ndio chanzo rasmi kilichosambaza ripoti hiyo kilivyonukuu. Vyanzo vilivyo karibu na kamati za EU vimesisitiza kuwa wasiwasi huo si wa kiutawala tu, bali unatokana na imani inayoongezeka ndani ya Ulaya kwamba misaada haiwezi kutengwa na viwango vya utawala. Ingawa hakuna hati rasmi iliyotolewa hadharani inayoorodhesha hesabu inayodaiwa ya kura 53 ikiunga mkono kuzuiwa, 2 wakipinga na 1 kutopiga kura, wadadisi wa mambo wa Ulaya wanasisitiza kwamba kutoridhika ndani ya makundi muhimu ya bunge hilo ni kweli. Kamati zinazohusika na maendeleo na mambo ya nje zimekosoa waziwazi kile wanachoeleza kuwa ni kukosekana kwa uwazi na uwajibikaji unaohusu hali ya kisiasa nchini Tanzania chini ya utawala wa CCM, hususan matukio ya kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.
Wabunge hao wa Ulaya wanaoibua pingamizi wanasema kwamba uungwaji mkono chini ya Global Europe lazima uhusishwe moja kwa moja na maadili ya kidemokrasia, utawala wa sheria na ulinzi wa haki za binadamu. Wanasema ufadhili hauwezi kuendelea wakati wapinzani wa kisiasa wanakabiliwa na vitisho, wakati uhuru wa kujieleza umezuiwa na wakati mifumo ya uchaguzi inakosa uaminifu wa umma. Kwa maoni yao, kuendelea kwa misaada bila masharti kunahatarisha kuwezesha mazingira ya kisiasa ambayo yanakandamiza ushindani wa haki. Nafasi hizi zinaonyesha mwelekeo mpana zaidi ndani ya Ulaya ama EU, fundisho linaloibuka kwamba ufadhili wa maendeleo haufai kuwezesha mielekeo ya kimabavu. Mojawapo ya hoja zenye nguvu zaidi zilizotolewa na wabunge hao wa Ulaya inahusiana na matukio yanayozunguka uchaguzi wa Oktoba 29 ambayo waangalizi na wabunge wa kimataifa walieleza kuwa yanasumbua sana. Ripoti nyingi zilirejelea kesi za unyanyasaji, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na madai ya kuingiliwa kwa kiasi kikubwa katika kampeni za kisiasa siku zilizofuata. Vyama vyote vya Chadema na ACT Wazalendo vilishutumu taasisi za serikali kwa kuwezesha ukosefu wa haki wa kimfumo. Bunge la Ulaya linaonekana kurejelea wasiwasi huu, likisisitiza kuwa hali hiyo lazima ishughulikiwe kabla ya usaidizi wowote mpya wa kifedha kuidhinishwa. Serikali ya Tanzania kwa upande wake imetupilia mbali wasiwasi huo na kuonya dhidi ya kile inachoeleza kuwa ni uingiliaji wa kigeni katika masuala ya ndani. Viongozi walisisitiza kuwa Tanzania inaheshimu bunge la Ulaya, lakini haiwezi kukubali masharti ya kisiasa ambayo yanaingilia uhuru wa kitaifa. Serikali inashikilia kuwa mchakato wa uchaguzi ulikuwa halali, kwamba taasisi za serikali zilitenda ipasavyo na kwamba shutuma za ukandamizaji zinatoa chumvi na makundi yanayotaka kuyumbisha nchi. Jibu la Tanzania pia linaonyesha kuchanganyikiwa zaidi na siasa za maendeleo duniani. Baadhi ya wawakilishi wa serikali wanahoji kuwa taasisi za magharibi zinatumia viwango vya haki za binadamu kwa kuchagua, mara nyingi hupuuza changamoto za ndani huku zikiweka madai mazito kwa mataifa ya Afrika. Wanadai msimamo wa EU ama Ulaya unaonyesha maslahi ya kijiografia badala ya kuwajali wa Tanzania. Hata hivyo, walikiri faraghani kwamba kusimamishwa au kucheleweshwa kwa ufadhili mkubwa kunaweza kutatiza ajenda ya maendeleo ya serikali ya mwaka 2026. Umoja wa Ulaya hata hivyo umekuwa dhabiti katika miitikio yake baada ya uchaguzi. Mara tu baada ya kura Oktoba 29, wasemaji wengi kutoka nje walitoa taarifa wakionyesha wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za unyanyasaji wa kisiasa, vikwazo vya utangazaji wa vyombo vya habari na kupungua kwa nafasi ya ushiriki wa kidemokrasia. Wakati mijadala inaendelea, jambo moja ni hakika: bunge la Ulaya limelazimisha hesabu. Misaada ya maendeleo haijahakikishiwa tena, na mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania sasa utaathiri moja kwa moja mustakabali wa ushirikiano wake wa kimataifa na nchi za kigeni. Serikali lazima iamue iwapo itafungua nafasi ya kisiasa, kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kujenga upya uaminifu, au kama itapinga kile inachokiona kama uingiliaji wa mataifa ya nje na kuhatarisha kutengwa zaidi. Mtazamaji, ni hayo niliyokuandalia katika ripoti ya habari hizi. Ningependa unijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na wabunge hawa wa Ulaya na uamuzi wao wa kupiga kura dhidi ya kutoa msaada wa fedha kwa Tanzania au utawala wa Samia Suluhu Hassan kwa kile walichokitaja kuwa ni ukandamizaji. Vile mtazamaji, like video hii kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.